kutokujali uhai. Uhai ni mali ya Mungu. Sasa tumeingizana kwenye utamaduni wa kifo, kuuana tu, halafu tunajisikia sawa tu. Halafu hata wale tunaotakiwa kukemea hayo tunaogopa siku hizi, tunajificha, hatutaki kusema ukweli. Tutakufa katika madhambi yetu. Tukijifanya hayatuhusu, tutabaki katika madhambi yetu, na huyu Kristo ndiye hakimu wetu. Na huyu hakimu sio kwa Wakatoliki tu, mpaka kwenye Kurani huko kasomeni, Isa bin Maryam ndio hakimu wa siku ya mwisho, siku ya Kiyama. Kama hatufuati ya kwake, tukaendekeza hizo tabia, na mpaka tumefika mahali sasa hivi, kwa sababu ya chuki tulizojengeana huko na watu kukomaa katika maovu, kuto kutaka kubadilika na kufungua kurasa nyingine za maisha mema. Saa hizi eti mtu akifa watu wanashangilia. Hilo limesemwa na wengi, na sisi tunakumbusha kama kuna wengine hawajui. Watu wanashangilia mtu kafa. Ndipo tulipofikia. Hiyo hali sio nzuri. Ni kwa sababu tumeacha njia ya kweli, njia ambayo ni Yesu. Tumeacha ya Mungu, tunajifanyia yetu tu. Tunapoendelea kuishi huo Ukristo wetu, dunia inatuongoza kwenye mambo mengi mengine. Tunapoambiwa tumwamini Yesu, tumwamini Mungu zaidi na kuishi kadiri anavyotuelekeza, zipo nguvu nyingine ambazo zinakuja kwa teknolojia na bashasha huko, kwamba hata huyu Mungu hayupo. Tunajisumbua tu. Mifano tunayo mingi. Tangu zamani walikuwepo akina Friedrich Nietzsche ambao walisema Mungu hayupo, alituumba tu afu yeye akaishia. Lakini wapo sasa hivi akina Nietzsche wengine wachokonozi. Hao nyie muangalie mitandao. Wale vijana wanasema nini? Yaani nyie mnaosali tunaosali sisi tunajisumbua tu. Hayahitajiki hayo. Na ukiwasikiliza vizuri, na sasa hivi wameanza kupata supporters wengi tu, wanaanza kuwa kama kakikundi fulani. Walianza wawili, sasa naona wameanza kupatikana na wengine, mpaka wanaweka muhadhara, wanakaa hivi, halafu wengine wapo wanasikiliza hoja zao, kuonyesha kwamba Mungu hayupo, nyewe mnajisumbua tu. Na wapo wameanza kuamini. Lakini hao mimi huwa natamani nikutane naye huyo jamaa, alafu nimuulize, atoe maelezo kuhusu kifo, atoe maelezo kuhusu alipotoka, yale yaliyofanyika kwake kuwepo. Anasimulia kupitia sijui mambo ya asili sijui na nini huko. Kwa wajinga wataamini hayo, lakini tunapaswa kuwa makini na hizo sauti na hayo yanayotujia. Tuwe makini, tubaki kwenye mstari wa hekima, kutumia akili zetu vizuri na kutafakari makuu ya Mungu.